Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema kwamba haitajadili hatima ya mpango wake wa nyuklia ikiwa chini ya mashambulizi kutoka nchini Israel, huku Ulaya ikijaribu kuishawishi Tehran kurejea kwenye mazungumzo na Marekani kama itaamua kuingilia kati mzozo huo. Wiki moja baada ya kuanza kwa kampeni yake, Israel ilisema imeshambulia maeneo kadhaa ya kijeshi usiku kucha, ikiwemo maeneo ya kutengeneza makombora, taasisi inayohusika na uendelezaji wa silaha za nyuklia huko Tehran na vituo vya kijeshi magharibi na katikati mwa Iran. Iran ilianzisha mashambulizi mapya ya makombora siku ya Ijumaa kama sehemu ya kulipiza kisasi, ikipiga karibu na majengo ya makazi, ofisi na vituo vya viwanda katika miji ya Beersheba kusini mwa nchi hiyo. Hata hivyo, Iran inadaiwa pia kupiga miongoni mwa maeneo ya makao makuu ya Mossad katika taifa hilo la Iran. Ikulu ya White House ilisema Alhamisi kwamba Rais Donald Trump atatoa uamuzi wake kuhusu kuhusika kwa Marekani katika mzozo huo ndani ya wiki mbili zijazo, ikitoa sababu ya uwezekano wa mazungumzo yatakayohusisha Iran hivi karibuni. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, ambaye amekutana na viongozi wa mataifa ya kimagharibi, amesema hakuna nafasi ya mazungumzo na Marekani mpaka uchokozi wa Israel usimame, lakini alikutana na mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya huko Geneva kwa mazungumzo ambayo Ulaya inatarajia kuanzisha njia ya kurudi kwenye diplomasia juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Abbas Araghchi alizungumza na vyombo vya habari akieleza kwamba hawapo tayari kuingia katika mazungumzo ya kumaliza suala la nyuklia ikiwa Marekani inaishinikiza Israel kuendelea na mashambulizi, na wakati huu ambapo Rais Donald Trump ametangaza kwamba ndani ya wiki mbili zijazo ataingia vitani ama ataangalia ni nini cha kufanya. Afisa mkuu huyo wa Iran alieleza kwamba Tehran iko tayari kujadili vizuizi juu ya urutubishaji wa urani na kwamba jukumu la Ulaya sasa ni muhimu zaidi kwa sababu Iran haina nia kushirikiana na Marekani ikiwa chini ya mashambulizi kutoka nchini Israel. Israel ilianza kushambulia Iran Ijumaa iliyopita, ikisema adui wake huyo wa muda mrefu alikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia. Iran, ambayo inasema mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani tu, imelipiza kisasi kwa mashambulizi mazito ya ndege na makombora ya masafa marefu ya aina tofauti tofauti na kusababisha athari kubwa katika taifa hilo la Israel. Mtazamaji wa The World News, kumekuwa na mikutano mingi wakati huu, lakini pia UN imesema dunia inaweza kuingia katika mgogoro mkubwa kutokana na vita hivi. Hayo yanaelezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huko Geneva nchini Uswisi, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana kujadili mzozo kati ya Israel na Iran. Akitoa hotuba yake ya ufunguzi kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa kutokana na kuendelea kwa mzozo kati ya Iran na Israel, dunia inaelekea kwa kasi kwenye mgogoro mzito. Kuongezeka kwa mzozo huu kunaweza kuwasha moto ambao hakuna anayeweza kuudhibiti, anasema Guterres. Aidha, ameongeza kuwa anaamini kiini cha mzozo huo ni suala la nyuklia. Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba haina nia kutengeneza silaha za nyuklia, lakini tutambue kuna pengo la kuaminiana, amesema Guterres. Ninatoa wito wa kukomesha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo mazito, anaeleza zaidi Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika baraza hilo la Umoja wa Mataifa la usalama. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.